Shalom. Kumekuwa na maswali mengi sana ambayo yamekuwa yakiulizwa, na miongoni mwa swali ambalo limeulizwa sana kwa kujirudia ni hili hapa. Je, Israeli hii ya sasa ndo ile tunayoisoma kwenye vitabu? Israeli hii ya sasa ndo ile tunayojifunza na kuisoma kwenye vitabu? Kumekuwa na mafundisho mengi sana ambayo yanakuwa yanazua maswali mengi sana. Mimi ninapenda kufundisha fundisho ambalo linajibu maswali kuliko fundisho ambalo linaacha maswali. Fundisho zuri ni lile ambalo linatatua na kukava sehemu kubwa ya maswali ambayo watu wanayo mioyoni mwao. Sasa miongoni mwa swali kubwa ambalo limekuwa likitokana na baadhi ya mafundisho ni hili kwamba Israeli hii ya sasa sio ile ya zamani. Israeli hii ya sasa ni tofauti na ile ya zamani. Sasa ukweli uko upi katika hiyo mada? Ukweli ni upi katika hiyo mada? Israeli hii ya sasa ndo ile ya zamani? Sasa kwa swali hili tutaenda kulijibu vizuri sana leo. Tutaenda kulijibu kihistoria, tutalifafanua kwa kina sana. Israeli hii ni ipi? Baadhi ya watu wanasema kwamba Israeli hii ni Israeli ya kubuniwa, imewekwa kisiasa pale, imewekwa kwa kubuniwa, na wengine wanafika mbali wanasema Israeli hii imewekwa ili kuwakamata tu Wakristo wapate sapoti na kuweza kufanya mambo fulani ya kisiasa na kuingiza ajenda fulani pale. Kwa hiyo Israeli hii sio ile Israeli ile ya kwenye Biblia. Kuna baadhi ya watu nimekuwa nikiwasikia wanasema iko Afrika, wengine wanasema ni Ethiopia. Waisraeli wale walikuwa ndo hao wa Ethiopia, wengine wanasema sijui alienda huku na huku na huku na huku. Sasa ukweli upo upi? Leo nataka nilijibu swali hili kwa fakti na ushahidi ambao utakusaidia wewe katika kufanya utafiti wako na katika kuelewa mambo haya kama ambavyo Mungu atatusaidia siku ya leo. Jina langu ninaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala. Kama hujasubscribe channel, ni kuombe usubscribe sasa na kushare kwa watu wengine wengi, na Mungu atakubariki sana. Namba zetu ni hizo unazoziona hapo. Kama unatamani kujiunga katika huduma hii, kuwa sehemu ya huduma hii, basi unaweza ukatusupport kwa mchango wako, sadaka yako, na kwa namna yote ile ambayo unaona Mungu anaweza kutusaidia na kutuwezesha. Usidharau kitu ambacho Roho Mtakatifu anakusemesha ndani kufanya, basi kifanye kwa ajili ya utukufu wa Mungu, na Mungu atakubariki sana. Asante. Kama nilivyosema, kumekuwa na mafundisho mengi ambayo yamekuwa yakiibua sana maswali tunapoiongelea Israeli hii ya sasa. Mafundisho ambayo yamekuwa yakiibua maswali. Kuna wengine huwa wanakujaga direct wanakwambia Wakristo mnadanganywa, kwa sababu kwanza Israeli hii ambayo nyinyi mnaiombea, mnaiona kama taifa teule, ni Israeli ambayo tofauti na ile ya zamani. Israeli hii sio ile Israeli ambayo ipo kwenye maandiko. Sasa kwa akili tu ya kawaida ni kwamba Israeli hii haiwezi ikawa ile iliyopo kwenye maandiko. Kwa kawaida tu, kabla tujaanza kuingia sasa deep, ni kwamba Israeli hii haiwezi ikawa ile Israeli ambayo ipo kwenye maandiko. Kwa maana gani? Hivi ni vizazi tofauti vimepita. Israeli hii ni Israeli ni nyingine kabisa. Hii ni modern, ni Israeli ambayo iko tofauti sana na ile Israeli ambayo tunaisoma kwenye vitabu. Ni Israeli tofauti kijiografia, ni Israeli tofauti katika mtindo wa maisha, ni Israeli tofauti katika culture, baadhi ya culture, lakini pia ni Israeli tofauti katika wakati na nyakati. Wakati huu ni tofauti na ule wakati. Na asilimia kubwa ya mabadiliko yametokea hapo katikati ambayo yanafanya mabadiliko yaonekane kwa uwingi. Naweza nikasema, je, Tanganyika ile ambayo ilipiganiwa na wakina Mkwawa ndo Tanganyika hii? Tanganyika ile ndo Tanganyika hii? Ni Tanganyika mbili tofauti kabisa. Ni Tanganyika mbili tofauti kabisa. Ina watu aina tofauti, ina vizazi vya aina tofauti
kabisa. Kwa mtu anakuambia Israeli hii sio Israeli ya kale, yupo sahihi, lakini ameongea pasipo kutafakari. Ni kwamba haiwezi ikawa ile ile. Yani hata Irani ile ya kale ni tofauti na Irani, hata Palestina ile ya kale ni tofauti na Palestina hii. Sijui kama unanielewa. Labda kitu ambacho sasa nakielewa katika swali hili ni hiki hapa. Je, asili ya Israeli hii inatokana na ile asili ya Israeli ya kale? Kwa maana ukiuliza asili ya Tanganyika hii inatokana na ile Tanganyika ya kale, ndasema ndio. Je, asili ya Israeli ambayo tunaiona sasa, Israeli ambayo tunaisikia sasa, Israeli ambayo tunaifuatilia sasa, asili yake ndio ile Israeli ambayo tunaisoma kwenye vitabu? Nafikiri swali linalenga muktadha huo zaidi, kwamba asili ya Israeli hii, ile origin yao, ile sosi yao, je, ni ile Israeli ambayo sisi tunaisoma kwenye vitabu? Sasa hapo ndipo palipo na mchanganuo mkubwa sana ambao nataka uielewe historia, ambapo tunapokuwa tukiongelea Israeli utaanza kuielewa, na kuna vitu vingi sana vya kujifunza kuhusiana na hili taifa, kwa sababu kuna historia kubwa sana hapo. Kwa nini watu wanasema Israeli ni wa Ethiopia? Kwa nini watu wanasema Israeli ni wa Afrika? Kwa nini watu wanasema Israeli ni wazungu tu hao ambao walitokea huko Russia na nchi nyingine za wazungu? Kwa nini watu wanasema Israeli ni wa Marekani? Kwa nini watu wanasema Israeli ni Waingereza ambao wamewekwa pale? Kwa hiyo zote zina mashiko katika kuifuatilia historia ya Israeli na tujue, je, Israeli hii ya sasa ndo ile Israeli ya kale? Kwa hiyo ninakuomba sana uwe makini kabisa nitakapoanza kulijibu hili swali. Ila hili swali nitaanza kulijibu kukupa historia, nitakujibu kwa historia. Kwa hiyo nitakapokuwa nikielezea historia ya Israeli utaijua tu kwamba ndo hii ama sio hii. Sijui unanielewa? Je, Israeli hii ni asili inatokana na Israeli ile, au hii imebuniwa tu, imewekwa hapo kisiasa, kimchongo, imewekwa hapa kimagumashi? Kwa hiyo tutapata kufanya nini? Tutapata kuelewa historia ya Israeli. Tunaanza kuiongelea kipindi cha Kristo, ambacho kipindi cha Kristo Israeli hiyo haikuwa taifa, ilikuwa ni jimbo chini ya serikali ya Roma. Kwa hiyo Israeli ambayo tunaisoma kwenye maandiko ya Agano Jipya ilikuwa ni jimbo, sio nchi, haikuwa nchi, ilikuwa ni jimbo ambalo liko ndani ya serikali ya Roma. Lakini serikali ya Roma ililipa jimbo hilo heshima ya kutawaliwa na mfalme wake mwenyewe. Ililipa jimbo hilo heshima ya kutawaliwa na mfalme wake ambaye alikuwa ni Herode, ambaye huyo Herode hakuwa anapendwa na jamii ya Wayahudi. Sasa historia ni ndefu hapo, ila nikatishe tu kwamba Wayahudi hawakutaka kutawaliwa na serikali ya Roma, lakini hawakukubaliana na utawala wa Roma, kwa maana waliona utawala wa Roma unawaonea na kuwatumikisha. Hivyo walikuwa wanaanza siasa au wanaanza movement ya kufanya mapinduzi, kupindua serikali yao chini ya mikono ya utawala wa Roma. Mara baada ya hizo harakati zao kukwama, tunaona katika ule mwaka wa 70 baada ya Kristo, mwaka wa 70 baada ya Kristo, hekalu likavunjwa kabisa, kukatokea uharibifu na Wayahudi wengi wakafa na wengine wakaikimbia Yerusalemu. Lakini asilimia kubwa ya Wayahudi walibaki pale nchini kwao, ingawaje walipata damage kubwa sana na wakajiona wapo uchi, wamevuliwa nguo mara baada ya hekalu lao la thamani sana mbele zao na mbele za macho yao na mbele za jamii, na jinsi ambavyo walikuwa wanajiona kwa Mungu kuharibiwa kabisa na utawala wa Roma. Na kitu cha ajabu ni kwamba hekalu hilo mpaka leo halijawahi kujengwa wala halijawahi tena kusimama kama lilivyokuwa. Na sasa hivi kitu kingine cha kusikitisha kwa Wayahudi ni pale pa hekalu kuwa na msikiti wa Al-Aqsa. Sijui kama unanielewa hapo. Sasa baada ya kufeli huko, hawa Wayahudi wakawa wameendelea kuishi kapita karne mbili. Ninaongelea mwaka wa karne moja samani. Ilipita karne moja mara baada ya kufeli jaribio lao. Mwaka wa 132 wakaamua sasa kufanya mapinduzi ya kweli, mapinduzi ambayo yako serious. Na mapinduzi haya yalichochewa na mtu mmoja anaitwa Simon Bar Kokhba. Kuna mtu anaitwa Simon Bar Kokhba, ambaye huyu bwana Simon Bar Kokhba alikuwa ni Myahudi
ambaye alijitambulisha kwamba yeye ndiye Kristo. Kumbuka Wayahudi hawakuwa wanamkubali Kristo na wengi walikuwa wanamsubiria Kristo atakuja kuwaokoa na utawala wa Roma. Basi Bar-Koba akatumia gepu hilo hapo, akaitumia advantage ya kiu ya Wayahudi kumtaka Masia, kumsubiria Masia, akajitambulisha kwamba yeye ndiye Masia na ametumwa kwa kuwaokoa Wayahudi katika utawala wa Roma. Mara baada ya hapa, historia inatuambia kwamba wakafanya mapinduzi makubwa, wakaiangusha serikali ya Roma. Baada ya kuangusha serikali ya Roma, waliangusha serikali ya Roma katika jimbo lao. Naomba unielewe, waliangusha serikali ya Roma katika jimbo lao na kuanza kujitawala, kitu ambacho kikachochea hasira ya Roma. Baada ya kuchochea hasira ya Roma, sasa kwa ufupi, kwa kuifupisha hii story kwa sababu kuna mambo mengi ya kuyaelezea hapa, kwa kufupisha ni kwamba Waroma wakakasirika sana, wakakusanya vikosi, wakaenda wakaipiga Yerusalemu kiasi ambacho haikuwahi kupigwa kwa miaka na karne nyingi. Walipigwa kiasi cha kugaragazwa kabisa na mji kuwa magofu kabisa. Na baada ya kuuliwa Wayahudi wengi sana, wengi wakakimbia ile nchi, wakatawanyika huko katika mataifa ya huku na huko na huko na huko, wakatawanywa kabisa katika huo mwaka wa 132 ambapo hii vita ilienda mpaka mwaka 1000. Kwa nini napenda kusema 1000? Ni kwa sababu akili imefanya nini hapo. Ni katika ule mwaka wa 132 mpaka mwaka wa 135 baada ya Kristo. Hii vita ilidumu katika miaka kama mitatu. Unaweza kuona ushindani uliokuwepo, na baada ya hapa waligaragazwa kabisa. Sasa Roma walikuwa na hasira na Wayahudi kwa sababu waliona ni watu ambao ni jeuri, na ile nia yao inaweza ikaja siku ikafanikiwa kweli. Kwa sababu itakuja kufanikiwa kweli, itakuja kuwatia aibu. Kwa wakaamua kuifuta kabisa Israeli katika uso wa dunia. Hapo Israeli ikafutwa kabisa katika ule uso wa dunia, na waliobakia, Wayahudi waliobakia katika ile Israeli, katika Yerusalemu, walikuwa wachache sana ambao waliishi kwa kunyanyaswa sana. Sasa baada ya huo mwaka wa 135 baada ya anguko la Yerusalemu, anguko la Israeli, ile eneo la Israeli, ile eneo la Uyahudi likabadilishwa jina, likaitwa Syria Palestine, likaitwa Syria Palestine. Kuanzia mwaka huo wa 135 likaondolewa jina la Israeli, likaondolewa jina la Judea, likawekwa jina la Syria Palestine, pakaitwa Syria Palestine. Kwa hiyo Syria Palestine ikawa ni jimbo chini ya utawala wa Roma, ambapo hii Syria Palestine ndio ikaja ikazaa jina la Palestina. Kwa jina la Palestina lilikuja kuzaliwa miaka ya baadaye kadri ilivyokuwa inaendelea, na wale waliokuwa wanakalia lile eneo wakajiita wa Palestina, kwa maana Palestina ikaja baadaye ikawa nchi ambayo inajitegemea. Lakini lile eneo hapo mwanzo kabisa lilikuwa linaitwa Yerusalemu, lilikuwa linaitwa Israeli, lakini baada ya kufurushwa na wa Roma wakaitwa Syria Palestina, na baadaye ikaja ikawa Palestina. Bwana Yesu na asifiwe sana. Kwa naamini mpaka hapo umeanza kunielewa, umeanza kupata picha sasa ninachokiongelea. Sasa nini kiliwatokea hao Wayahudi mara baada ya kupigwa kabisa na hao wa Roma, na lile eneo likapewa jina la Syria Palestina na hao wakakimbia. Sasa hao Wayahudi ambao walisalimika katika ile vita ikabidi wakimbie mbali na mkono wa dola ya Roma, kwa maana popote walipokuwa wanaonekana walikuwa wanauawa. Kwa maana hiyo sasa ikabidi waanze kujihifadhi katika nchi nyingine kama Ufaransa, German na sehemu mbalimbali za ulimwengu. Umeona, wakawa wanakwenda huko wanajificha. Lakini pamoja na kwamba walikuwa wanakwenda kule wanahifadhiwa, walikuwa wananyanyaswa sana. Walionekana kama ni kitu duni, yani wale wa Roma walikuja kutengeneza picha kwamba Wayahudi ni kitu duni sana. Wayahudi ni kitu ambacho kama ni uchafu. Na serikali nyingi zilikuwa zinaogopa kuwapokea kwa sababu walikuwa wanaamini hawa tukiwapokea wanaweza wakaja wakatupindua kama walivyotaka kujaribu kuwapindua serikali ya Roma. Kwa hiyo waliwatengenezea unajisi ambao hawakuwafanya wapokelewe popote walipokuwa wanakwenda. Isipokuwa baadhi ya Wayahudi wakaanza kubadilisha identity zao, wakaanza kubadilisha utambulisho wao,
wakaanza kubadilisha asili yao, kwamba mimi ili tukuficha wale Wayahudi waishi vizuri katika yale maeneo. Hivyo asili ya Kiyahudi ikawa kama inafifia kutokana na mateso ambayo yalikuwa yanawakabili katika hayo mataifa mengine, na sehemu nyingi walikuwa ni watumwa na watumishi, ni watu ambao wakufadhaishwa sana. Sasa baada ya huo uvamizi, sasa baada ya kupigwa, maeneo ambayo waliyakimbilia, maana yake tunaona walikimbia pale, ila maeneo waliokimbilia katika kutawanyika sasa kule, kuna baadhi ya Wayahudi walikimbilia Ulaya. Baadhi ya Wayahudi walikimbilia Ulaya kutoka pale Mashariki ya Kati, wakakimbia wakasogea mpaka Ulaya, ambao hawa wanatambulika kwa jina la Ashkenazi. Waliokimbilia Ulaya mara nyingi walitambuliwa kama Ashkenazi. Ashkenazi maana yake ni Ujerumani, ni sehemu ambayo ilikuwa inaitwa Ujerumani, sasa ilikuwa inaitwa Ashkenazi kwa miaka hiyo ya zamani, ambayo hili neno Ashkenazi linatokana na neno Jafet, linatokana na neno Yafet, ambao huyo Yafet tunaona alikuwa ni mtoto katika wale watoto wa Nuhu. Kwa hiyo vile vizazi vyake vilibaki Ulaya. Kwa hiyo ndo hao Ashkenazi ambapo hawa Wayahudi walikimbia, na Wayahudi wengine hawa walikimbilia katika nchi za Spain na Afrika. Hawa wengine walikimbilia katika nchi za Spain na Afrika, ambao hawa waliokimbilia katika hizo nchi za Spain na Afrika walikuwa wanatambulika kwa jina la Mizrahi. Mizrahi ni neno la Kiebrania ambalo linamaanisha mashariki. Mizrahi ni neno la Kiebrania linalomaanisha mashariki. Hawa walikimbilia maeneo ya Spain, wengine wakaja hadi huko Afrika, ambapo tutayaongelea maeneo ambao walijia huko Afrika. Lakini baadhi ya wengine hawa wakabaki Mashariki ya Kati, ambao hawa waliobakia Mashariki ya Kati wanaitwa kama Shepherd, waliokuwa wamekimbilia huko Mashariki ya Kati. Umenielewa? Sasa kwa kufupisha tu maeneo ambao waliyakimbilia, kwa mfano hawa waliokimbia huko, hawa Shepherd waliokimbilia katika nchi hizi za Ulaya, walikaa muda mrefu pale mpaka walipofukuzwa kabisa na mfalme aliyekuwa anatawala Ureno pamoja na Spain katika miaka hiyo, ambapo katika mwaka wa 1492 katika mwaka wa 1492 mfalme Ferdinand aliwafukuza Hispania na Ureno Wayahudi, akatangaza Wayahudi wote waondoke katika nchi ya Spain, waondoke katika nchi ya Ureno, ambapo sasa hawa unaona Wayahudi walikuwa ni watu wa kufukuzwa tu. Wengine wakaja tena huko Afrika, wengine wakaenda huko Ulaya, wengine wakakimbilia wakaja huko Asia na namna hiyo, na baadhi ya wengine wakaenda kama nchi za Russia, ambako huko Russia walinyanyaswa sana. Sasa kuna siku tutakuja kuyaongelea mateso ya hao Wayahudi na kwa nini waliteseka kiasi hiki. Ni kwa sababu walimkataa Kristo. Ndo chanzo cha mateso makubwa ambayo walikutana nao, ni kwa sababu tu walikataa kuwa na Yesu, walimkataa Kristo. Kwa hiyo walilipia gharama ya kukataa kuwa na Kristo, mateso yasio na mfano, ambapo mpaka leo bado hawajamkubali Kristo. Ni kwa sababu tu ya unabii. Ndio maana unaona leo wanastawi kwa sababu ya unabii, ila hawakumkubali Kristo, wakawa wanayapitia haya yote ambayo walikuwa wanayapitia. Asante. Waliokuja huko Afrika walikuja hasa nchi ya Ethiopia. Asilimia kubwa ya Wayahudi wengine ambao walikimbia walitawanyika sehemu zote duniani kama nilivyokuambia. Spain walikuwepo, Ureno walikuwepo, Russia walikuwepo, wengine walienda hadi Iraq, wengine walikimbia mpaka Syria, wengine walienda mpaka Iran tunayoiongelea leo, Iran ya kale. Walikwenda pale Wayahudi na wakakaa pale. Wengine walikimbilia mbali, nchi nyingi, karibu nchi zote duniani Wayahudi walikuwa wanakwenda, wanakaa sehemu wanakopokelewa, basi wanajihifadhi hapa. Sasa katika huko Afrika walikuwepo Misri, walikuwepo Morocco, walikuwepo Libya, ila asilimia kubwa ya Wayahudi walipokelewa sana Ethiopia. Asilimia kubwa ya Wayahudi walipokelewa sana Ethiopia katika wale waliokuja Afrika. Haina maanisha katika wale waliokimbia walikuja zaidi ya Ethiopia, no. Katika wale waliokimbilia Afrika, lile kundi lililokimbilia Afrika, asilimia kubwa walipokelewa Ethiopia au Kushi. Sijui unaelewa? Ndio maana sasa
watu wengi sana wanapenda kuchanganya, nisiseme wanapenda, watu wengi wanachanganya haya mambo kwa sababu tu ya kukosa historia fulani hapo. Wayahudi asili yao sio Ethiopia, ila baadhi ya Wayahudi wengi walipokelewa Ethiopia mara baada ya dhiki iliyokuwa inawakabili katika nchi yao na mataifa yao, wakapokelewa Ethiopia, wengine huko Ulaya, wengine na sehemu mbalimbali. Mpaka sasa kuna asili ya Wayahudi ambao bado wanaishi Ethiopia. Baadhi ya Waethiopia asili yao ni Wayahudi, baadhi ya Waethiopia asili yao ni Wayahudi. Asilimia katika mataifa ambayo yana Wayahudi wengi ambao hawajarudi Uyahudini, basi Ethiopia inaweza ikawa ni miongoni mwa nchi ambazo zinakaliwa au zina raia wengi ambao wana asili ya Kiyahudi, Sijui unanielewa? Asante kama unanielewa. Sasa kwa maana hiyo sasa nilipinge fundisho ambalo linasema kwamba Israeli ya zamani ni Afrika. Hilo andiko nalipinga. La kwanza, halina ushahidi, halina fakti. Israeli haijawahi kuwa Afrika. Hilo nafikiri linaeleweka. Israeli haijawahi kuwa Afrika, ila baadhi ya Waisraeli katika kufutwa, baada ya kufutwa na Waroma pale na utawala wao kupewa watu wengine na jina pale likabadilishwa, basi walikimbia, na miongoni mwa sehemu walizokimbilia ni Afrika, na miongoni mwa nchi zilizowapokea ni Misri, miongoni mwa nchi zilizowapokea Morocco, miongoni mwa nchi zilizowapokea zilikuwa Putu ambao ndo Libya ya leo, Kilene, umeona, na nchi nyingine hizi kama Kush ambao ziliwapokea Wayahudi wengi ambao wametoka katika nchi yao kwa sababu nchi yao sio yao tena, kwa hiyo hawana makazi, kwa wakapokelewa katika hizo nchi. Umenielewa? Ambapo tunaona sasa ukisoma kwamba kuanzia karne ya 4 ile pale Wayahudi wengi walikuwa wanaingia sana Afrika katika kuomba makazi. Katika kuanzia karne ya 4 ile walikuwa wanaingia Wayahudi wengi sana, wanapewa makazi katika hizi nchi za Afrika. Unaelewa? Ndio maana ukianza kufuatilia ukachimba historia unasikia kama mbona Wayahudi wameishi sana Afrika? Ni kwa sababu Wayahudi walianza kuteswa tangu karne ya pili. Tangia karne ya pili mwaka wa 135, kuanzia karne ya pili mwaka wa 135 walianza kuteswa hapo. Kwa hiyo Afrika walianza kuingia mapema sana. Sio tu Afrika, tunaposema walianza kukimbia nchi yao, haimaanishi Afrika, ni katika nchi nyingi duniani, walitawanyika kote duniani. Sijui kama hapo utakuwa umenielewa sasa. Kwa hiyo Wayahudi hawakuwa wa Afrika na wala sio Afrika, ila tuna Waafrika wengi ambao ni Wayahudi kwa sababu ya hiyo kitu ambao nimekutajia hapo. Umeona? Asante. Sasa katikati ya miaka 1800 ninaruka historia nyingine hapa kwa ajili ya kufika katika swali. Nataka nilijibu hili swali. Umeona, miaka 1800 pale katikati pale tunaona kulikuwa na harakati kubwa sana sasa ya Wayahudi sasa kuanza kurudi katika nchi yao. Walianza kuitana kwamba bwana, tutakuwa tutawanyika mpaka lini? Tuwe na sehemu yetu, turudi nyumbani. Umeona? Kwa wakaanzisha mpango mkakati wa wao kurejea nyumbani. Kwa watu wote Wayahudi waliotawanyika duniani kote waanze kurejea nyumbani. Lakini wakati huo wanapoweka hiyo ajenda ni kwamba huko nyumbani wanakosema kuna taifa linaitwa Palestina ambalo lipo pale linajitawala. Sio, unanielewa? Linajitawala. Na kuna kipindi pale palikuwa panakaliwa na mfalme Ottoman wa Uturuki. Kwa by history kuna mfalme Ottoman wa Uturuki alikuwa analimiliki lile eneo. Na yule mfalme Ottoman ndio aliwapa ruhusa Wayahudi wengi waanze kuwa wanarejea katika ile nchi kwa ajili tu ya mambo fulani fulani, lakini hakuwapa wawe na makazi maalum, ni kama wakazi maalum au raia maalum, lakini tu alikuwa anawakaribisha sana Wayahudi katika ile nchi ya Israeli, na walikuwa wanautembelea mji wa Yerusalemu katika hiyo nchi. Sasa maana haikuwa Israeli tena, ilikuwa ni Palestina. Umeona?
katika hiyo nchi ya Palestina. Lakini wao Wayahudi walikuwa na ajenda kwamba lazima turudishe taifa letu ambalo ni asili yetu, ambapo ni Israeli. Kwa walikuwa wanataka kuirudisha ardhi yao ya kihistoria, ulisi wao ambao baba zao waliupoteza chini ya mikono ya Waroma. Kwa wakasema hii ni ardhi ambayo Mungu alitupa hapa baba zetu Ibrahim, Isaka na Yakobo. Kwa na sisi tutaparudi pale pale nyumbani. Sijui unaelewa. Lakini wakati huo tayari anaishi Mpalestina pale. Umeona? Kwa hiyo harakati hizo zilikuwepo, lakini walikosa nguvu tu ya kuweza kuichukua hiyo eneo. Isipokuwa sasa walipewa jimbo, kwa sababu kipindi hicho sasa miaka 1800 na aliyekuwa anatawala katika ile Palestina alikuwa ni Muingereza. Muingereza ndo alikuwa anaitawala Palestina yote miaka 1800 na. Kwa kutokana na ujio wa Wayahudi wengi kwenda pale, kukawa na jimbo linaitwa jimbo la Wayahudi katika hiyo nchi ya Palestina. Kukawa na jimbo linaitwa jimbo la Wayahudi kwa sababu walikuwa Wayahudi wamekuwa wengi na walikuwa wanaomba wapatiwe eneo ambalo wanaweza wakaliendeleza likawa kama taifa lao. Umeona, lakini kulikuwa hakuna kibali maalum cha kuwapa Wayahudi eneo. Kulikosekana sifa ya kuwapa Wayahudi eneo. Umeona, ijapokuwa Wayahudi walikuwa ni wapambanaji, wengine walikuwa wanawekeza katika viwanda, walikuwa wanawekeza katika mashamba, walikuwa wanawekeza katika, na walipewa sehemu mbaya sana. Walipokuwa wanaomba zile eneo walipewa eneo baya sana ambalo eneo hilo lilikuwa ni kama jangwa. Walipewa eneo la jangwa kabisa, eneo ambalo ni kame, ambalo watu wengine hawataweza kusurvive. Ndo wakapewa pale jimbo wao wanaendelea nao. Baada ya kupewa sasa lile eneo, kitu kilichokuja kutokea ni maajabu, ni historia. Wakalifanya lile jangwa kuwa bustani ya Edeni. Yaani wakawa wazalishaji wakubwa wa mazao, wakatengeneza viwanda, wakawa wanafanya mambo makubwa. Lakini wakati wa vita ya kwanza ya dunia tunaona Adolf Hitler aliua Wayahudi wengi sana. Wayahudi wengi walikufa, na Wayahudi walikufa wengi kwa sababu miaka hiyo Wayahudi wengi pia walikuwa katika nchi za German. Wayahudi wengi pia walikuwa katika hizo nchi za German na Ulaya hiyo. Na Adolf Hitler aliua Wayahudi zaidi ya milioni 2. Aliua Wayahudi zaidi ya milioni 2 kipindi kile cha vita ya pili ya dunia. Vita ya pili ya dunia walikufa Wayahudi wengi sana. Sasa baada ya vita ile ya pili ya dunia tunaona sasa Wayahudi walikuwa ni waathirika wakubwa wa ile vita ya pili ya dunia. Miongoni mwa nchi ambazo zilikuwa waathirika au wahanga wakubwa sana wa vita ya pili ya dunia walikuwa ni Wayahudi pamoja na Wajapan na wengine. Hawa waliwaathirika sana. Wayahudi zaidi ya milioni 2, si namba ndogo, ni namba kubwa sana. Waliuliwa kwa gesi, waliuliwa kwa risasi, waliuliwa vifo vya kikatili sana. Wengine walichunwa ngozi. Tukiendelea kuangalia katika historia, baadhi ya Wayahudi walichunwa ngozi, walifanywa ni mambo ya hatari sana nikianza kuelezea hapa. Lakini hilo ni somo la siku nyingine, tutaenda kujifunza wakati mwingine jinsi ambavyo walivyokuwa wananyanyasika hawa watu. Umenielewa sasa mpaka hapo? Baada sasa ya vita ya pili ya dunia kuisha, tunaona Umoja wa Mataifa ulipokaa wakaona sasa hawa watu tutanyanyaswa mpaka lini? Tuwatafutie eneo ambalo watakaa kwa uhuru. Kwa maana hii ni hatari kukaa katika hizi nchi za watu, ambazo wanapokuwa wanakaa katika hizi nchi za watu madhara yake ndio kama haya. Basi hapo Muingereza akaamua sasa kugawa kale kajimbo ambako walikuwa nakaa Wayahudi wengi. Kale kajimbo akakatangaza kuwa sasa hili jimbo kuanzia sasa litakuwa ni taifa huru, na huo ulikuwa ni mwaka wa 1948 ambapo Wayahudi wanakuwa taifa huru. Sio kama unanielewa mpaka hapo. Sasa mara baada ya Wayahudi kuwa